utakase, unibariki, utukuzwe ndani yangu. Mwokozi Yesu, ninakusifu, jina lako litukuzwe, liabudiwe, lihimidiwe, duniani na mbinguni. Hujambo, hebu fikiria. Unaye rafiki na huyu ni mtu ambaye anajua mambo yote. Hata kabla jambo lianze, yeye anajua ya kwamba litaanza, vile litaendelea na vile litamalizia. Huyu ni mtu ambaye hakuna shida ambaye hajui jinsi ya kuitatua. Na si hivyo tu, ni mtu ambaye ana uwezo wa kukusaidia katika kila jambo. Je, ungehisije? Sijui kama unajua ya kwamba kunaye ambaye ni zaidi ya rafiki kama huyo. Hebu tusome neno la Mungu katika kitabu cha pili cha Wafalme, mlango wa 19 kifungu cha 10 hadi cha 19. Mwambieni Hezekia mfalme wa Yuda maneno haya, mkisema, asikudanganye Mungu wako unayomtumaini akisema, Yerusalemu hautatiwa katika mikono ya mfalme wa Ashuru. Tazama, umesikia ni mambo gani wafalme wa Ashuru walizitenda nchi zote kwa kuziangamiza kabisa. Je, utaokoka wewe? Je, miungu ya mataifa wale ambao baba zangu waliwaangamiza imewaokoa? Yani Gozani na Harani na Resefu na wana wa Adini waliokuwa katika Terasari. Yuko wapi mfalme wa Hamadhi na mfalme wa Arpadi na mfalme wa mji wa Sevarovaimu na wa Hena na waiva? Basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe, akausoma. Kisha Hezekia akapanda, akaingia katika nyumba ya Bwana, akaukujua mbele za Bwana. Naye Hezekia akaomba mbele za Bwana, akasema, Bwana Mungu wa Israeli, ukaaye juu ya makerubi, wewe, naam, wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi. Tega sikio lako, Bwana, uone, uyasikie maneno ya Senakeribu, ambayo amemtuma mtu aje nayo ili kumtukana Mungu aliye hai. Ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wamewaharibu mataifa na nchi zao, na kuitupa miungu yao motoni, kwa maana haikuwa miungu, bali ni kazi ya mikono ya wanadamu. Ilikuwa miti na mawe tu, ndiyo sababu wakaiharibu. Basi sasa, Bwana Mungu wetu, utuokoe na mkono wake, na kusihi, ili kwamba falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Bwana Mungu, wewe peke yako. Tunamuona mfalme wa Yuda Hezekia na Waisraeli wa Yuda wakiwa wanagoja ya kwamba dakika yoyote wanaweza wakashambuliwa na mfalme Senakeribu wa Ashuru. Huyu mfalme Senakeribu wa Ashuru anamtuma mwakilishi wake, na anaenda ananena maneno yenye ukali na anatumia lugha chafu kumuogelesha mfalme wa Yuda. Huyu mfalme Senakeribu alikuwa ameurithi ufalme wa baba yake Sargon II, na huyo Sargon II alikuwa ndiye mfalme wa Neo-Assyrian Empire kuanzia mwaka wa 721 hadi mwaka wa 705 BCE.
alikuwa ameurithi ufalme wenye nguvu sana, na ufalme huo wa Ashuru ndio uliokuwa ufalme wenye nguvu sana duniani siku hizo. Ni ufalme ambao ulikuwa ukiipanua mipaka yake siku hizo, na mfalme Senakeribu aliuendeleza mpango huo wa kuipanua mipaka. Lakini anapoendelea na mpango wake wa kuipanua mipaka ya ufalme wa Ashuru, kumbuka ya kwamba naye Mungu wa Hezekia ni Mungu ambaye ni Yehova, na huyu Yehova ni Mungu ambaye anaona na kuyatabua yale aliyoyaona. Ni Mungu ambaye anasikia na anaelewa, na kwa hivyo huyu ni Mungu ambaye anajua mambo yote. Yehova ni Mungu mwenye ujuzi, na kwa sababu ana ujuzi, je, ataweza kuutumia na kumsaidia Hezekia? Lakini naye Senakeribu pia anaye Mungu wake. Hawa wafalme wawili, yani Hezekia na Senakeribu, ni wafalme ambao ni tofauti sana. Mitazamo yao kumhusu Mungu ni tofauti. Ni watu ambao wanamuona na kumuelewa Mungu kwa njia tofauti. Hebu tujaribu tuwaliganishe hawa wafalme wawili. Hawa wafalme wawili, yaani Hezekia na Senakeribu, ni wanadamu. Hata igawa mmoja wao anajiona kana kwamba yeye ni Mungu, wote wawili ni wanadamu. Hezekia ni mwanadamu na Senakeribu ni mwanadamu. Na hawa wafalme wawili, kila mmoja wao anaabudu. Mfalme Hezekia anamwabudu Yehova, naye mfalme Senakeribu anamwabudu Mungu wake ambaye ni Nisroki. Mfalme Senakeribu yeye anajisifu yeye mwenyewe, badala ya kumsifu Mungu wake anajisifu yeye mwenyewe. Naye mfalme Hezekia kwa upande mwingine, badala ya kujisifu yeye mwenyewe anamsifu Mungu wake. Mfalme Senakeribu yeye anatumainia akili zake na anajitegemea yeye mwenyewe, badala ya kumtumainia Bwana anajitumaini yeye mwenyewe, anajitegemea yeye mwenyewe badala ya kumtegemea Mungu. Naye Hezekia badala ya kutumaini akili zake yeye mwenyewe anamtumainia Bwana, na tena yeye anamtegemea Bwana Mungu, anamtegemea Yehova. Mungu wa Senakeribu ambaye ni Nisroki ana macho lakini haoni, ana masikio lakini ni masikio ambayo hayasikii. Naye Mungu wa Hezekia ambaye ni Yehova, yeye ana macho ambayo yanaona, na anaona na anatabua, na tena ana masikio na anasikia na kuelewa. Mungu wa Senakeribu alikuwa hajui chochote, lakini Mungu wa Hezekia anayajua yote. Ni Mungu ambaye anajua mambo yote. Hezekia alimlilia Mungu wake kabla ya kushambuliwa na Senakeribu, lakini Senakeribu yeye alienda kutafuta uso wa Mungu wake baada ya kushindwa. Mungu wa Hezekia alimpa Hezekia ushindi, lakini Mungu wa Senakeribu alikuwa katika hekalu lake, ambapo Senakeribu alipokuwa akimwabudu, yani Senakeribu akimwabudu Mungu wake Nisroki, wakati Senakeribu alishambuliwa na watu wawili na wakamuua. Mungu wa Senakeribu alikuwa ni sanamu, lakini Mungu wa Hezekia ni Mungu aliye hai, Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi. Hapa tunamuona mfalme Senakeribu wa Ashuru akiwa amejawa na kiburi na kumuona Yehova akiwa kama miungu ya mataifa mengine. Lakini anapomfananisha Yehova na hiyo miungu mingine ambayo ilikuwa sanamu, Hezekia
anamtazama Yehova na kumuona akiwa Mungu tofauti. Hebu tusome tena hapa katika kitabu cha pili cha Wafalme mlango wa 19, tusome kifungu cha 17 na cha 18. Huyu ni Hezekia anayeogea, anasema hivi: ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wamewaharibu mataifa na nchi zao na kuitupa miungu yao motoni, kwa maana haikuwa miungu bali ni kazi ya mikono ya wanadamu. Ilikuwa miti na mawe tu, ndiyo sababu wakaiharibu. Hezekia anajua tofauti kati ya Mungu aliye hai na sanamu, na anajua ya kwamba Yehova Mungu wake yeye si sanamu. Unaye baba ambaye ni mchungaji mwema, baba anayekuona na kuyatabua unayoyapitia. Baba unapolia anakisikia kilio chako na kuyaelewa unayoyapitia. Ni baba anayekujua, na si kukujua wewe tu, anayajua mambo yote. Na ni baba anayetumia ujuzi wake ili kukusaidia. Ni baba ambaye ni mwenye uweza na anaigilia kati ili kuwasaidia watu wake. Ni Mungu anayetupenda sana, na wakati tulipokuwa tukiagamia tukiwa watumwa wa dhambi, alimtuma mwanawe pekee Yesu Kristo, akaja akaigilia kati ili kutuokoa. Bwana akubariki. Shalom.